Yes, popote ambapo unaendelea kufuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV, langu jina ni Messi Malio. Ripoti ya leo inakujia moja kwa moja kunako katika maeneo ya Kinondoni, kanisa la KRC linalochungwa na Askofu Rogate Zakayo Swai. Leo ikiwa ni siku maalum kabisa ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa mama yetu Bi Hilda Matovu ambaye alizaliwa huko mkoani Kilimanjaro mnamo mwaka 1946 katika wilaya ya Same, akiwa ni mtoto wa kwanza au mzaliwa wa kwanza katika familia ya Mzee Mzirai. Leo akiwa anaadhimisha miaka 80 ya kuzaliwa kwake, kama isemavyo Biblia, miaka 70 ya kuishi na ikiwa una nguvu miaka 80. Na hii ikiwa ni miaka ya bonasi kwake ambayo Mungu amempa au amemjalia mama huyu kuishi hapa duniani. Mwanamama mrembo kweli kweli, anayejipenda na mwenye haiba ya upekee inayopelekea kujiuliza swali, enzi za usichana wake alikuwaje? Kama ukimtazama leo, ndo kwanza anaonekana kama binti, mama aliyegoma kuzeeka. Ni mama ambaye amefanyika baraka sana katika jamii, lakini pia kwa kanisa, ambapo mnamo mwaka 2003 alipata neema ya kumjua Kristo, na mwaka 2004 ndipo alipojiunga na kanisa la KRC na kuwa mshirika mwaminifu na kufanyika baraka sana, haswa katika ujuzi wake wa upambaji. Na hivyo leo ameona ni vema aje amshukuru Mungu pamoja na kanisa hili la KRC chini ya baba yake wa kiroho, mchungaji kiongozi Askofu Rogate Zakayo Swai. Basi na tuungane pamoja naye katika ibada hii ya kumshukuru Mungu ambaye ametembea naye katika safari hii ya miaka 80. Tufurahi pamoja naye na kumwombea afya njema katika miaka iliyoko mbele yake. Kwa shangwe kubwa, haleluya, moyo. Yes, ni timu nzima ambayo inamsindikiza mama yetu, Mama Hilda Matovu, ambaye leo anaadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwake akiwa anatimiza miaka 80 kama ambavyo nimekueleza. Mama yetu akiwa anapendeza kweli kweli, akiwa na marafiki, lakini pia watoto wake, ndugu zake ambao wamezaliwa nao tayari kwa ajili ya kwenda kuanza shamra za kumshukuru Mungu ambaye amemlinda kwa miaka 80 ya kuzaliwa kwake. Tunaamini ndani ya miaka 80 kuna mambo mengi ambayo Mungu amefanya katika safari ya mama yetu. Mungu wa mbinguni ameendelea kumtia nguvu na kumuimarisha. Hakika tunamshukuru Mungu na tunamtukuza Mungu pamoja na yeye. Bila shaka unaweza ukamwona mama yetu Hilda Matovu akiwa anaingia hapa, amependeza kweli kweli, akiwa anamshukuru Mungu, anamtukuza Mungu katika ibada hii ya leo katika kanisa la Kinondoni Revival Church. Hawa ni marafiki ambao wameingia katika kumsindikiza, lakini pia wapo watoto wake, wapo ndugu zake wa kuzaliwa kabisa ambao wamemsindikiza mama yetu katika ibada hii nzuri kabisa ya kumshukuru Mungu. Mama yetu Hilda Matovu amekuwa ni baraka kwa kanisa hili, amekuwa ni mshirika mwaminifu, lakini pia amekuwa akililetea kanisa hili baraka hata katika pia taaluma yake ya upambaji. Yeye ni mpambaji na Mungu amempa neema hiyo na kipaji hiko, na hakika toka ameingia hapa mwaka 2004 ametendea vema kabisa kipaji chake hiki. Unaweza ukaona marafiki hawa ni friends ambao wanaabudu naye hapa Kinondoni, wameingia leo pamoja wakifurahi pamoja na mama, wakimshukuru Mungu ndani ya miaka hii
80. Hakika ni jambo la kumshukuru Mungu. Wapo watu ambao hawajafika miaka hii. Leo unapoona unatimiza miaka 80 na bado una nguvu, bado unadunda kama mama yetu hapa. Ni mama ambaye amejitahidi kabisa katika kuweza kukataa uzee. Mungu amempa nguvu. Ni mama ambaye bado ana afya nzuri, lakini ni mama anayejipenda kweli kweli. Ni mama ambaye ana sifa ya umaridadi. Unaweza ukamwona hapa akiwa amependeza kweli kweli, pamoja na jeshi kubwa ambalo limemsindikiza mahali hapa katika kumshukuru Mungu ambaye amemlinda kwa miaka hii 80. Hakika ninaamini atakuwa na mambo mengi ya kumtukuza Mungu na kumwambia Mungu asante, ambaye amemlinda na kumtunza katika safari hii ya miaka 80. Sio wengi ambao wanapata neema ya kufikia hapa wakiwa na nguvu hivi. Leo bila shaka atakuwa na mambo mengi ya kumwambia Mungu asante, ambaye amemlinda na kumpa afya njema. Hakika na sisi tunaungana pamoja naye kumwambia Mungu na kumtakia pia afya njema ya miaka mingine zaidi ya uhai wake hapa duniani. Basi ninakukaribisha sana kufuatilia tukio hili la baraka linaloendelea hapa Kinondoni. Bishop Baba Kiroho Rogate Zakayo Swai, Mama Eshimendi Swai, First Lady wa KRC, mama wa kiroho, mama tunayempenda, rafiki wa kila mtu, kanisa zuri la Kinondoni, wachungaji wasaidizi wote, uongozi wa kanisa wote, mashemasi, makatibu, watendaji wote, washirika wote wa Kinondoni. Bwana Yesu asifiwe. Kama sio Bwana nisingesimama mahali hapa. Bwana amenihurumia, Bwana amenineemesha, Bwana amenipenda. Hakika nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Maneno yangu hayatatosha kitu, bali moyo wangu Bwana anaushuhudia. Na nyinyi wote furaha yenu mlionifurahia siku hii ya leo, Bwana ameiona na ametakabali na ameipokea. Ni utukufu mkubwa katika kanisa hili, utukufu mkubwa kwa Mungu. Wote walioko hapa mbele ni marafiki zangu, ndugu zangu, wapenzi, viongozi wangu. Lakini nikitaka kumintroduce kila mmoja itakuwa ibada nzima. Na leo tuna jambo letu leo. Ashati litimie pala kanisa. Amen. Nataka tukumintroduce mtu mmoja na mke wake, mdogo wangu Daniel Jonathan Mzirai, ambaye ametoka na familia yake Uingereza, London, kwa ajili ya kutimiza. Naomba wanyoshe mikono. Baba, mama na watoto wake wametoka Finland, na mwanangu aliyetoka Ujerumani, na ndugu zangu wote nawapenda, siwezi kuintroduce mmoja mmoja. Amen. Lakini nina watu wawili wa kusema jambo. Ikimpendeza Mungu, kama kuna nafasi, na mjukuu wangu anaweza kusema moja mawili. Mimi ninasema shukrani, lakini nilipokanyaga hapa sikuja peke yangu, nililetwa na mtu. Huyo mtu Mungu alimgusa. Naomba useme maneno machache sana, Mama Flotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Namtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Mungu alinipa neema na kanisa, kutunzwa na kanisa hili. Mchungaji wetu mkubwa hapa akatufundisha tukaiva. Atufundisha mambo marahisi tu, kuwaambia watu tunaokutana nao, njoni muone mtu aliyejua mambo yangu yote. Bwana Yesu asifiwe. Neno hilo ni gumu. Hilo neno limeleta watu hawa leo, na mtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hili limenipa bidii
nifanye bidii katika siku ambazo Bwana atanipa, niendelee kuwaleta wengine. Najua wala hakuanza yeye, alianza mama yake mzazi. Bwana asifiwe. Akaambiwa na Bwana kwamba mtu wa Kinondoni ndiye atakaye kuvusha hapa. Ndiyo nikachaguliwa mimi na Bwana. Siku hiyo huyu mama pamoja na mama yule ambaye amelala kwa Bwana waliokoka watu 7 wa familia hii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niseme Zaburi ya 103 ndio nakuacha nayo mwanangu wa kiroho, tukakutane mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Barikiwe. Nilipofika mahali hapa, tazama ninakutana na Rodrick Mtembeka. Tumetoka mbali kabla hajaoa, akiwa chuo kikuu. Tumefanya kazi pamoja. Amehubiria watoto wangu Harriet, uko wapi? Harriet. Akawaimbisha mapambio. Tukienda safarini kikazi, vitoto vidogo vikaimba. Hatukujua tutakutana mahali hapa. Nilivyofika tu aliniambia maneno mazito. Ninaomba Rodrick ushuhudie hilo. Bwana apewe sifa kanisa. Mungu ni mwema. Ni kweli Mungu alinikutanisha na mama Matovu miaka zaidi ya 40. Nikiwa ni kijana mdogo wa miaka kama 20 na ninazungumza miaka ya 83 na 45. Kama alivyosema, tulikuwa tunafanya kazi sehemu moja. Akiwa ni mwalimu, alikuwa anahusika kusahisha mitihani ya hiyo taasisi ambayo nilikuwa nafanya kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunasafiri pamoja kusahisha hiyo mitihani sehemu mbalimbali. Nikiwa nimempokea Yesu, namshukuru Mungu, nilimpata Yesu nikiwa form 6, nina miaka kama 20 na 21. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kumshuhudia Yesu. Kwa hiyo kwenye basi waliokuwa wananipuuzia ninawaacha. Kwa hiyo nikashughulika na watoto. Sikujua kilichokuwa kinapandwa ndani ya mioyo ya familia hii. Mungu ni mwema. Neno la Mungu linasema tupeni mbegu. Wewe tupa tu, hujui kitazaliwa nini. Mungu aliendelea kuotesha, akamtumia Flotea kama alivyoshuhudia, familia hii ikampata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme nini juu ya mama Matovu? Mnavyomuona, nilimuona alikuwa bado ni dada. Ni dada kabisa, miaka hizo 38 au 40, mimi nikiwa na miaka kama 20 na. Kwa hiyo alikuwa ni dada kwangu, mama anayejipenda, anayejijali. Mimi ninakushukuru sana mama Matovu alipompokea Yesu. Ni kweli nilipomuona hapa, nilimpa neno ambalo linatoka katika Zaburi, kama utasoma mwenyewe 9 mstari wa 11. Bwana anasema hivi, kwa msaada wangu nitazizidisha siku zako na miaka yako nitaiongeza. Nikamtia moyo, nikasema mama Tovu, uamuzi ulioufanya Mungu atazidisha. Yani Mungu anasema anazidisha, multiplication, siku zako na miaka niongeza. Nilipopiga hesabu miaka 80 ni siku 1029 na weekend kama 9,000. Mungu ni mwema. Kwa hiyo Mungu ataendelea kuzidisha siku zako. Nikutie moyo. Unajua kwa Mungu bado mama Matovu ana siku 29. Maana Mungu anasema kwangu siku moja ni kama miaka na siku moja. Kwa hiyo kwako wewe kama siku moja ni miaka 1000, ina maana wewe miaka 1000 yani miaka 80 bado binti, yani bado binti tu. Lingine nikutie moyo. Unajua watu wakiokoka wanafikiri wanakuwa wajinga, wanavaa ovyo ovyo. Mimi nilikuwa ni mdogo tu, ndio nimeanza na kazi, lakini namshukuru Mungu aliponiokoa, ameendelea kunibariki, nikajitunza. Sasa mama Tovu alipoingia hapa, nilikuwa nikimfuatilia, ameendelea kuwa smart kama
Kuokoka sio ujinga. Tunaokoka ndani ya mioyo yetu iwe misafi na nje tunakuwa wasafi. Ndivyo tunavyokuwa nuru kwa ulimwengu. Mama Tovu, Mungu akubariki. Asante kwa kunipa nafasi ya kumtukuza Mungu katika miaka yako 80. Tunamtukuza Mungu. Boniface mjukuu, sema neno kwa familia fupi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina maneno mengi, wengi wameongea, lakini mimi kama mjukuu namshukuru sana Mungu. And I was lucky to have the opportunity to be raised with Bibi. Amenilea vizuri katika imani. She is very powerful. Ana nguvu katika imani, na nikuombe tu kwa Mungu ambaye ni kiongozi wako, endelee kukubariki bibi yangu. Endelee kukuongeza miaka mingi zaidi. Endelee kukupenda na kukutunza. You look beautiful, you look magnificent. May God always love you, always and always, and we will always be here together with you. Thank you. Thank you, my grandson. My husband is Gresham Matovu. Ni wengi wangependa kusema, lakini mama Eshimendi, mama kiongozi, mama mshauri, mpenzi wetu, sema neno na sisi tupone. Haleluya kanisa. Ni siku ya Mama Matovu. Ni ajabu iliyoje. Mungu amempendelea. Huyu mama ni mama mwema, ni mama mzuri, ni mama mtenda mema kwa kweli asiyechoka. Haleluya. Analipenda kanisa, anampenda Mungu. Ni kiongozi wetu wa wanawake, anatupambia kanisa. Haleluya. Ukiangalia kanisa likimeremeta, ni Mama Matovu. Anataka lifanane na yeye na zaidi ya yeye. Mama, Mungu akubariki, aendelee kukupa siku nyingi za uhai mwema na afya tele, ili uweze kuendelea kumtumikia Mungu. Amen. Basi tuimbe wimbo trumpet mmechagua. Yeah, taimba wote, tutatoa sadaka, lakini neno langu ninalosimamia katika miaka 80 linatoka Zaburi 92 mstari wa 14 hadi 15. Ni kwamba hata wazee watazaa matunda na watabaki wabichi wakimtukuza Mungu ambaye sio dhalimu. Amen. Amina. Basi kanisa, tumsindikize mama yetu. Ninajua unayo sadaka nzuri ya kumsindikiza kwa ajili ya shukrani. Matarumbeta watakuwa wakituongoza tukiimba pamoja nao. Mungu wa mbinguni awabariki sana. akimwamini atasamehewa na Yesu kweli. Sifuni, sifuni, nchi msikie. Sifuni, sifuni,
mshangilie, njoni kwake Baba Yesu Bwana, mpeni heshima aliye Bwana. Ametufundisha mambo ya mbingu, tukafurahishwa na Bwana Mungu. Ametuinua tukae naye, atatuongoza hata milele. Sifuni, sifuni, nchi msikie. Sifuni, sifuni, Bwana mshangilie. Njoni kwake Baba wa Yesu Bwana, mpeni heshima aliye Bwana. Sifuni, sifuni, nchi msikie. Sifuni, sifuni, Bwana mshangilie. Njoni kwake Baba wa Yesu Bwana, mpeni heshima aliye Bwana. Pigie Bwana Yesu makofi. Pigie Bwana Yesu makofi. Asante Bwana, asante Bwana, ni wewe tu ninashukuru. Wanipa nguvu hata nikichoka, ni wewe tu ninashukuru. Asante Bwana, asante Bwana, ni wewe tu ninashukuru. Wanipa nguvu hata nikichoka,